wa kamati ya Communications and Marketing ya taasisi yetu ambayo jina la TAMISA. Ni taasisi ya Watanzania walioungana makampuni mbalimbali ambayo yanatoa huduma kwenye sekta ya madini au kwenye migodi. Sekta ya madini inajitegemea kama yenyewe, lakini ina wadau. Kwa hiyo sisi ni wadau wa sekta ya madini ambao tunatoa huduma mbalimbali kwenye sekta ya madini. Tumekutana hapa kwa siku ya leo kwa sababu maalum ya kuanzisha taasisi hii ni kuhakikisha kwamba tunakabiliana na changamoto hizo ili kuweza kuwawezesha Watanzania au local supplier, kampuni za Kitanzania kuweza kufanikisha au kujenga uwezo wa kuweza kukabiliana na changamoto hizi. Na ndiyo maana tumeanzisha hizi TAMISA Forums. TAMISA Forums au makongamano ya TAMISA yatakuwa yanawaleta kwa pamoja wahusika au wadau wa sekta ya madini, kuanzia wadau wa sekta ya madini kutoka kwa serikali yenyewe, ambapo tutakuwa tunashirikiana kwa karibu sana. Mheshimiwa Waziri ametoa maelekezo hayo tayari na tumeshakaa vikao vya kiutendaji au vikao vya kazi pamoja na Mheshimiwa Waziri mwenyewe, Mheshimiwa Mavunde, na yeye amekuwa ndio mwenyekiti wa vikao hivi kuhakikisha kwamba tunashirikiana na wizara, upande wa tume ya madini, upande wa kamisheni za madini. Wao watakuwa moja kwa moja wanashiriki na sisi kwenye makongamano haya na kwenye kushirikiana kisha kwamba tunawawezesha Watanzania au tunapeana mbinu mbalimbali na uwezo mbalimbali kwenye kufanikisha kujenga uwezo kwa kampuni hizi za Kitanzania. Tunatoa wito kwa Watanzania mbalimbali ambao wana makampuni yanayotoa huduma kwenye sekta ya madini, basi wajiunge na taasisi hii ili waweze kupata taarifa mbalimbali, ili tuweze kushirikiana katika kujengeana uwezo, ili tuweze kusaidiana katika kutoa taarifa mbalimbali zinazohusiana na fursa zilizopo, waweze kuzifahamu fursa. Moja kati ya nguzo au uwezo wa mafanikio kwenye kampuni yoyote au kwenye mjasiriamali yoyote anayefanya biashara ni kuwa na taarifa. Wanasema knowledge is power. Taarifa ni nguvu. Kwa hiyo ukiwa na taarifa unakuwa na uwezo wa kufanikisha jambo lako. Uwezo ukafanya jambo bila kuwa na taarifa. Kwa hiyo tunawakaribisha wajasiriamali wote na local mining suppliers wote waweze kuungana na sisi siku hii ya tarehe 16 mwezi wa 5 hapa Serena. Tutakuwa na kongamano hili ambalo litakuwa ni maalum kabisa kwa ajili ya kuwaunganisha Watanzania wanaotoa huduma mbalimbali kwenye sekta ya madini, wawekezaji ambao wanatoka labda nchi za nje, kujaribu kuweza kutimiza sheria zilizopo na kutumia watu ambao sio wataalamu kwenye sekta ya madini. Kwa sababu sekta ya madini na watu wataalamu, kuna watu wamesomea, tuna vijana wengi sana chuo kikuu hapo wamesomea geology na shughuli mbalimbali za madini. Kwa hiyo wanahitaji na wao washirikishwe, wapate ajira kuliko kutumia watu ambao aidha wametoka nje ya nchi, sio Watanzania wanachukua nafasi hizo, au wale ambao wanakuja kana kwamba wanataka kuwekeza kwa kutumia mbinu mbalimbali, labda wanachukua watu ambao sio wataalamu. Mtu anaweza akaja hapa kwa sababu tu ya kisheria, sheria inataka afanye ili aweze kuwa mining supplier, local mining supplier, basi anatakiwa awe na 80% kwa 20. Basi ile 20% anamchukua hata taxi driver tu pale, anamweka anakuwa anaendesha huduma hizo. Sasa sijasema kwamba taxi driver hastahili, lakini tunazungumza kuhusu utaalamu ili tuwe tunaona uhalisia halisi wa ushiriki wa Tanzania pamoja na ajira kwa Watanzania ambao wamesomea sekta hii. Katika hii sekta hii ya madini ameongelea zaidi ya mara moja, jamani, kuna over trilioni 3.1 kila mwaka ambayo inatumika katika manunuzi. Sasa sisi kama TAMISA
kama sauti ya suppliers wengine wote ambao ni local, tunajaribu kuona hiyo trilioni 3 inaenda wapi. Ni kuhakikisha kwamba tunaiona hiyo trilioni 3.1 at least katika miaka miwili, at least 20% au 30% tuione kwa Watanzania. Hii taasisi itahakikisha kwamba inaweza kuwajengea uwezo wa Tanzania ili waweze kushiriki katika uchumi mpana. Cha pili ni kujaribu sana sisi kuweka viwanda hapa nchini. Nitatolea mfano kampuni yangu na kampuni inaitwa East Africa Conveyors, ambao sisi tunatengeneza vipuri hapa nchini na tunasafirisha mpaka nje ya nchi.